Maua ya muembe. Tunayafahamu sana haya maua ya muembe, lakini leo nataka nikupe faida kubwa sana inayopatikana katika maua ya maembe, yani ama maua ya muembe. Tunafahamu faida za mti wa muembe, tukianzia katika upande wa mizizi ya muembe, magome ya muembe na majani ya muembe. Lakini leo nataka nikupe faida nzuri sana inayotokana na maua haya ya muembe. Kama una changamoto ya kutokwa na harufu katika upande wa kinywa, kama una changamoto ya kutokwa na harufu kali ya jasho katika upande wa mwili, basi nisikilize vizuri. Nitakupatia faida inayotokana na maua haya ya muembe kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto zako zinazoweza kukusumbua za mara kwa mara, za kutokwa na harufu katika kinywa, kutokwa na harufu katika mwili. Kama haujanifollow, nitakufollow back. Like, comment, share. Acha swali lako katika comment section, nitakujibu vizuri tena ipasavyo kabisa. Faida ya maua ya muembe ni kutibu changamoto inazowakabili binadamu, hasa tukianzia na zile changamoto ya kutokwa na harufu, yani kuwa na jasho kali kiasi kwamba hata wewe mwenyewe ile harufu ile jasho unaichukia. Kutokwa na harufu katika upande wa kinywa, yani unashindwa hata kukaa na wenzako mkaweza kuongea kutokana na ile harufu. Kwanza huwa unaisikia wewe mwenyewe, lakini pia inakuwa inakera. Lakini licha kuwa na ile harufu, pia kuna vitu vinakuwa vinatoka kama vyeupe ambavyo vinakuwa vina madonge katika upande wa kinywa ama katika upande wa koo lako huwa inatokea. Sasa nikwambie tu, harufu kali katika upande wa kinywa husababishwa na bakteria ama infection ambayo inakusababisha wewe kuweza kuzalisha bakteria hao na kuweza kukusababishia kutokwa na harufu mbaya ya mara kwa mara. Lakini pia kuto kuswaki vizuri, yani kuto kujisafisha vizuri katika upande wa kinywa chako. Hivyo inaweza kusababishia kuweza kupata kutoka na harufu mbaya na kali ambayo inaweza kawa kero kwa upande wako na hata kwa upande wa wenzako. Sasa leo nakupa tiba ya maua ya maembe ama maua ya muembe kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto hiyo ya kutokwa na harufu kali katika upande wa kinywa. Kama wewe ni mmoja wapo una changamoto hiyo ya kutokwa na harufu kali katika upande wa kinywa, basi tumia maua haya ya maembe kwa ajili ya kuweza kuondoa changamoto hiyo. Jinsi ya kuweza kutumia, chukua haya maua ya maembe kisha utayatwanga ama utasaga ama utabrendi. Baada ya kubrendi utachemsha, uweze kupata zaidi ya lita 2 mpaka lita 3, lakini tumia kwa siku glasi ya mililita 100 asubuhi, glasi ya mililita 100 jioni kila siku kwa muda wa siku 7 mpaka siku 14. Nadhani utaona mafaida ya matumizi ya maua ya maembe katika upande wa kuweza kuondoa harufu kali katika upande wa kinywa, kwa sababu kwanza inaondoa wale bakteria wote ambao wanakuwa wanazalisha hiyo infection katika upande wa koo. Lakini pia inaondoa vile vidonge ama uchafu unaotokana na chakula ambayo inakuwa inasababisha kupata harufu kali. Hivyo utakapoweza kutumia, inaweza kuondoa na kumaliza kabisa changamoto hiyo katika upande wa kinywa. Na wale wenye harufu kali ya jasho, kama wewe ni mmoja wapo unakuwa unatokwa na harufu kali ya jasho kiasi kwamba imekuwa ni changamoto kwa wenza wako, watu wengi huwa wanakulalamikia kwamba wewe una harufu kali ya jasho, na hata ukivaa tu nguo siku moja siku ya pili imekuwa na harufu kali sana. Sasa maua ya maembe yanamaliza changamoto hiyo ya kutokwa na harufu ya jasho kali katika mwili wako. Tumia maua ya maembe, utasaga ama utabrendi, kisha utakuwa unakunywa glasi ya mililita 100 asubuhi, glasi ya mililita 100 jioni kila siku kwa muda wa siku 21. Lakini pia tumia kunywa glasi moja ya mililita 100 asubuhi na jioni kwa muda wa siku 21. Lakini pia tumia kwa kuogea. Haya maua ya maembe ukisha saga ama ukisha twanga, weka maji ya kutosha, kisha chuja yale zile takataka zake, toa yale maji yake, nenda kajisafishe nayo, nenda kaoge. Utaweza kuona mabadiliko makubwa sana katika kuweza kuondoa changamoto hiyo ya harufu katika mwili wako. Utaweza kuondoa changamoto hiyo kwa haraka sana, na imani kwamba hata wale ambao wanaokuchukia kutokana na changamoto hiyo ya kuwa na harufu kali katika upande wa mwili wako, basi wataanza kuona mabadiliko yaliyokuwa mazuri sana. Sasa hizi ndio faida ya maua ya maembe. Kama
ulikuwa hujui, basi nakujuza. Hii ndio faida zake. Hivyo mimi ni mtaalamu wako ninayekushauri kila siku kuhusiana na swala la tiba, traditional doctor. Namba zangu za simu +255 752 16 38 38. Nikutakia siku njema, nikutakia kila la heri. Usisahau kunifollow, nitakufollow back. Usisahau kusubscribe katika channel yetu ya YouTube. Nikutakia siku njema, nikutakia kila la heri.